Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Rimo Simeon Nyansaho amesema ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha kilichopo Manyovu, wilaya ya Buhingwe, mkoani Kigoma utasaidia kuimarisha ukusanyaji wa mapato sambamba na kudumisha usalama. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo ya kimkakati mkoani Kigoma, amesema kituo hicho pia kitarahisisha utoaji wa huduma za forodha. Waziri Dr. Nyansaho ametoa wito kwa wananchi wa eneo hilo kutunza miundombinu ya kituo hicho mara kitakapoanza kutumika ili kiweze kutoa huduma kwa ufanisi na kudumu kwa muda mrefu. Katika ziara hiyo, waziri wa ulinzi amekagua pia mradi wa ujenzi wa barabara ya Kabingo Kasulu Manyovu Lot 1, sehemu ya Kasulu Manyovu yenye urefu wa kilomita 58.7, ambapo ujenzi wake umekamilika kwa 100% na kwa sasa ipo katika kipindi cha matazamio. Hapa tulipo ni eneo la meeting. Hili eneo lina uwezo wa kuaccommodate watu 180, lakini hili jengo lina eneo la wenzetu wa usalama. Polisi iko chini kabisa upande huu. Kamaanisha jeshi la polisi, ndio vyombo vya ulinzi, ndio. Lakini pia ita comprise vitu vingi, mojawapo ni watu wa madawa, kuna watu wa chakula, lakini kuna zimamoto, jeshi la zimamoto na taasisi nyingine mbalimbali zipatazo 17 kwenda mpaka 19. Ni jengo ambalo lita comprise vitu vyote kwa wakati mmoja. Jengo hili lime comprise pia ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 4. Mradi wa kimkakati wa One Stop Center ambao serikali imetoa zaidi ya bilioni 47 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi huu unasaidia nchi, lakini pia unachochea utendaji kati ya nchi yetu na nchi jirani ambazo ziko kati yetu na majirani zetu. Lakini kikubwa zaidi ambacho nilipenda nikielezee ni manufaa ambayo kwa nini serikali imeamua kutumia zaidi ya bilioni 47 kutengeneza kituo cha pamoja ambacho kinaleta ushirika. Cha kwanza, kwenye muktadha wa kurahisisha au kutengeneza uchumi wetu uweze kwenda kwa kasi, kituo hiki kinakuwa ni one stop center, kwa maana kwamba kinakuwa na taasisi mbalimbali, kwa maana taasisi za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia na taasisi zetu za kusanya mapato kwa maana ya TRA. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba wenzetu wa usafirishaji wakifika pale na hata wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama including uhamiaji wakifika pale wanaenda haraka katika kuhudumiwa. Kwa hiyo katika kuhudumiwa kwa haraka inaleta sasa mapato kwenye nchi yetu, lakini pia inatusaidia kwenye ulinzi na usalama, manake ile kuvuka kiholela inakuwa sasa inadhibitiwa, lakini inarahisishwa kwamba kwa sababu ya ujirani, anayekuja tunamjua na wakwetu anayekwenda pia tunamjua. Kwa hiyo kwa ujumla wake hii inachochea kwenye uchumi, lakini pia na eneo husika linaweza kupata maendeleo ambayo ndiyo dira ya mkuu wetu wa nchi. Kwa hiyo wenzetu wa Buhingwe tunawasisitiza sana kwamba miradi ya namna hii ya kimkakati ni vizuri ikaendelea ikishakamilika iendelee kulindwa na kusimamiwa vizuri, lakini pia sisi ndo tuwe wa kwanza kwenye ulinzi na usalama wa nchi yetu, hasa kwa sababu tuko mpakani. Lakini pia tuhakikishe kwamba jamani, katika hali ya kawaida pia tujisimamie sisi wenyewe katika kutoa taarifa mahususi, hasa tukijua kwamba basi kwa sababu tuko mpakani, tukijua kwamba yupo mwenzetu ambaye sio mwenzetu, basi inakuwa rahisi sana kwa sisi wenyewe kama watu wa mpakani kuweza kusaidia serikali yetu na nchi yetu ili tuweze kusonga mbele.